Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Israel bado ina wasiwasi juu ya kupatikana kwa ndege za F-35 kutoka nchini Marekani, ambapo Saudi Arabia mwezi uliopita iliingia mkataba na Marekani baada ya mwanamfalme Mohammed bin Salman kusafiri hadi nchini Marekani na kukutana na rais wa Marekani bwana Donald Trump, ambapo aliahidiwa kupata ndege za F-35. Hata hivyo, katika wizara mbalimbali ikiwa ni pamoja na wizara ya ulinzi, minong'ono imekuwa mingi, ambapo mipango sasa ni Israel kujiandaa na lolote dhidi ya Saudi Arabia. Bado Israel haiamini Saudi Arabia ni kwa nini inahitaji ndege hizo za F-35. Ikumbuke katika eneo la Mashariki ya Kati ni Israel pekee yenye aina ya ndege hizo, na ni Israel pekee ambayo imezitumia ndege hizo katika mashambulizi dhidi ya Iran. Hata hivyo, kupatikana kwa ndege hizo kwa Saudi Arabia kumetengeneza minong'ono mingi, na hata Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alimuomba rais wa Marekani Donald Trump kuzipunguza nguvu ndege hizo za F-35 kwa maana zisiwe na nguvu kubwa kama zilivyo zile za kwao. F-35 ni ndege za hali ya juu katika mapambano, na ndio ndege ambazo zinaaminiwa kwa kiasi kikubwa na mataifa ya Magharibi, Marekani pamoja na Israel. Lakini Saudi Arabia wakati huu imeona ili iweze kuwa na ulinzi thabiti lazima iwe na aina ya ndege hizo ambazo kwa namna moja ama nyingine Israel imeona ni kama vile inapigwa bao, na hivyo imekuwa na tahadhari ya mara kwa mara kuona ni jinsi gani itaweza kujilinda dhidi ya Saudia. Saudi Arabia ni mshirika wa karibu wa Marekani kama ilivyokuwa Israel, lakini imekuwa na uhusiano mbaya kati yake na Israel. Hili limetokana na vita vya mara kwa mara vinavyofanywa na Israel katika eneo la Mashariki ya Kati, ambapo mwanamfalme wa Saudia alitishia kuondoa uhusiano wa moja kwa moja kati yake na Israel ikiwa Israel itaendelea kushambulia katika maeneo ya ukanda wa Gaza, lakini pia kuua raia wasiokuwa na hatia. Jambo hili limeifanya Israel kuona kwamba Saudi Arabia si marafiki katika marafiki wa Israel ambao pia ni marafiki wa Marekani. Tumesikia hapo awali Marekani inapanga kuuza ndege za kivita kwa Saudi Arabia. Tunapinga hili. Hii ni kauli ambayo iliwahi kutolewa huko nyuma, ambapo pia viongozi huko nchini Israel walipinga jambo hili, lakini pia hata mamia ya wafuasi wa Congress na vikundi vinavyounga mkono Israel vilipinga jambo hili. Hivi ndivyo ilivyo katika mpango wa sasa wa utawala wa Marekani kuuza ndege 45 za F-35 kwa Saudi Arabia, na isipokuwa sehemu ya wafuasi katika wale watu wa Congress, kuna wachache zaidi kuliko hapo awali ambao wanaunga mkono jambo hili. Kuongezeka kwa hali mbaya ya kimataifa na Israel kuwa peke yake kutokana na kutengwa kidiplomasia kumetengeneza mazingira ambayo yameifanya Israel kugoma juu ya kupewa Saudi Arabia ndege hizi za F-35. Kwa hiyo ni wakati wa hofu, lakini kumekuwa pia na faida ya kijeshi na ubora wa Israel unakaribia. Na hii inatokana na namna Marekani, hasa rais wa Marekani Donald Trump alivyokuwa akizungumza na mwanamfalme wa Saudia kwamba anapatiwa ndege za F-35 licha ya kwamba zinapaswa kupunguzwa uwezo wake, lakini pia kwa masharti kwamba lazima asaini mkataba wa Abraham, mkataba unaozitaka nchi za Mashariki ya Kati kushirikiana na Israel. Na ni mipango ambayo Saudi Arabia imesema ipo tayari kuunga mkono mpango huu wa kujiunga na Abraham Accord, kwa maana kushirikiana na Israel, lakini kwa masharti kwamba Israel lazima ihakikishe kuna kuwa na taifa huru la Palestina. Uongozi wa Israel umeifanya hii kuwa kama ajenda katika masuala ya kiusalama kutokana na kwamba wanazifahamu ndege hizi za kimkakati za F-35 kutokana na ubora wao katika mashambulizi, huku kesi kwamba sasa Mashariki ya Kati imepata ufalme mwingine ambao utakuwa na uwezo sawa na ule uliopo kule nchini Israel. Saudi Arabia ndani ya miaka 6 imekuwa ikizihitaji ndege hizi za F-35, na habari njema sasa ni kwamba angalau sasa wanaweza kuzipata ndege hizi. Ni hatua ambayo inafanya Israel kuwa na wasiwasi mkubwa. Endelea kuwa nasi, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.